Tunawasalimu tena. Bwana Yesu asifiwe. Tunashukuru kwa sababu mmeweza kuwa na usikivu mzuri, mmeweza kutusikiliza toka juma zote tulipoanza, siku tulipoanza mpaka leo. Na tunamshukuru mtumishi ambaye ametoka kabla yangu, ambaye amekuja kudhihirisha kile alichokipigia msingi tokea jana na kuonyesha kwamba ni Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, na hiyo haipingiki. Ukiamini tofauti, Waarabu wanasema fi nari jahannam halidina fiha abadan. Kwa hivyo Yesu ni mwana wa Mungu, hiyo haipingiki. Kwa hivyo leo tutakuwa na hitimisho, tutahitimisha siku ya leo, tutakwenda sehemu nyingine. Kwa hivyo tunakuomba uwe makini sana kusikiliza, kwa sababu injili ambayo tunahubiri hakuna mtu mwingine ambaye atakuja kuhubiria injili kama hii. Watakuja tu wale mapokeo wa kuambia mfanikiwa katika biashara, lakini injili kama hii hamtahubiriwa, wala hakuna wahubiri ambao wataruhusu muulize maswali. Kwa hivyo leo tutaendelea na hitimisho, tutahitimisha, tutakwenda sehemu nyingine. Kwa siku tumekuwa hapa, hatakuwa na somo la unabii. Kwa hivyo leo tuliahidi tokea jana tutafungua kitabu cha Danieli na kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Kwa hivyo wewe ambaye kanisani kwako umeambiwa ya kwamba kitabu hicho mpaka Yesu aje ndio akufunulie au ufe, ukifufuka ndio ufunulie, sikiliza kwa makini, kwa sababu Yesu anasema, wewe msaidia msomaji, kitabu cha Ufunuo 1:3. Ufunuo 1:3. Vyote vimeandikwa ili kusudi tupate kujua wakati ambapo Yesu Kristo atarudi, dunia ilikuwa wapi na inapokwenda, na Yesu atarudi lini. Vyote vimeandikwa. Na vimeandikwa kwa sababu gani? Hebu maandiko. Inasema heri asomaye na wao wasikiao maneno ya unabii huu na kuyashika yaliyoandikwa humo, kwa maana wakati u karibu. Kwa hivyo wakati uko karibu. Yale yaliyoandikwa ndani ya Biblia yameandikwa ili kusudi watu wote tupate kuyaelewa, tupate kusoma na kujua nyakati ambazo Kristo atarudi, ili kusudi mpate kujiandaa kwa ajili ya kumlaki anapokuja mara ya pili. Kwa hivyo ile anayesoma na yule anayeshika maneno ambayo yameandikwa katika unabii wa kitabu hiki cha Biblia. Sasa nisaidie kitabu cha Isaya 65 mstari wa 2. Tumekuja hapa, tuna siku ya 3 tuko hapa. Injili hii kama utaielewa, basi hakuna injili ya kweli nyingine utakayeweza kuielewa. Utaelewa tu zile za kuambia watu watoe matoleo ili ubarikiwe, utoe pesa ndio ubarikiwe. Injili ya Mungu ni bure tu. Soma andiko 65 ngapi? 65:2. Inasema nitazameni. Mungu anasema nitazameni. Mchana kutwa nimewanyoshea mikono yangu. Watu walioasi. Watu waendao katika njia isiyo njema. Wafuatao mawazo yao wenyewe. Kwa hivyo kumbe kuna watu wanafuata nini? Mawazo yao wenyewe. Sasa watu wakifuata mawazo yao wenyewe, wakaacha kufuata kile Mungu anasema, basi wataenenda katika njia ambazo ni za kwao wenyewe wala si za Mungu. Wataenenda katika njia ambayo sio njema. Na Mungu anasema katika siku anayokuja watakao wao watakuwa ni wengi. 66:16 hapo Isaya 66:16. Anasemaje? Kwa maana Bwana atateta na wote wenye mwili. Kwa moto na kwa upanga wake. Nao watakaooa na Bwana. Watakuwa wengi. Kwa hivyo watakaooa watakuwa wengi. Tulizungumza tukasema katika kitabu cha Mathayo 24:37 Yesu anatolea mfano wa wakati wa Nuhu. Ule wakati wa Nuhu walipona watu wachache sana, walipona 8 tu katika ulimwengu mzima. Katika dunia hii walipona tu 8, lakini dunia hii ilikuwa ina watu wengi kama ilivyo sasa. Na Yesu akatolea mfano pale akasema kama ilivyokuwa wakati ule, ndivyo itakavyokuwa wakati wa mwisho kuja kwake Yesu Kristo mara ya pili. Watakaookolewa ni wachache na watakaouawa watakuwa wengi. Ushauri ni huu, nisaidie Mithali 1:20. Ushauri ni huu tu. Hakuna mtu ambaye anamlazimisha mtu au Mungu alazimishi mtu kufuata ya kwake. Yaani kila nakuhubiria wewe uchague mwenyewe, ile atakapohukumu
anahukumu kwa haki. Soma andiko. Hekima amepaza sauti yake. Sasa hekima anapaza sauti yake katika njia kuu. Katika njia kuu. Hutoa sauti yake. Hutoa sauti yake katika viwanja. Katika viwanja. Hulia kwenye mikutano mikubwa ya watu. Hulia kwenye mikutano mikubwa ya watu. Mahali pa kuingilia malango ya mji. Mahali pa kuingilia malango ya miji. Hutamka maneno yake. Hutamka maneno yake. Enyi wajinga. Enyi wajinga. Hata lini mtapenda ujinga? Hata lini mtapenda ujinga? Na wenye dharau. Na wenye dharau kupenda dharau yao. Asante. Yaani Mungu anasema ananyosha mkono wake katika viwanja, anapaza sauti yake katika viwanja. Niendee 95 saba Zaburi. Yesu anasema anapaza sauti yake katika viwanja, katika mikutano ya watu anapaza sauti yake, ananyosha mkono wake ili watu waangalie. Ukikosa kuangalia mkono wa Mungu na ukakosa kusikia sauti yake, anasema atateta na wote wenye mwili, na watakaouawa watakuwa wengi. Wakati wa Nuhu watu walikuwa wanapuuzia kama ilivyo sasa. Yesu alitabiri vyema tu, akasema kama ilivyokuwa wakati wa Nuhu ndivyo itakavyokuwa wakati wa sasa. Nuhu alijenga safina, akaijenga mfumo wa dari 3, akahubiria watu waingie ndani ya safina, lakini watu wakakosa kuingia ndani ya safina. Sasa hivi kuna ujumbe wa malaika watatu ambapo watu wanaitwa waingie ndani ya ujumbe huo, lakini bado kuna watu wanafanana na wakati ule wa Nuhu, wanapuuzia tu, wanakuwa wanasikiliza yanapita huku yanatokea huku. Kama Yesu alivyosema watakaookolewa watakuwa ni wachache, hivyo ndivyo itakavyokuwa, wala hakuna mabadiliko. Yesu asemi kitu alafu kisitimie. Soma andiko. Kwa maana ndiye Mungu wetu, na sisi ndio tu watu wa malisho yake, na kondoo za mkono wake. Ingekuwa heri leo msikie sauti yake. Ingekuwa heri leo watu wa mji huo basi haya muisikie sauti yake. Msifanye migumu mioyo yenu, kama vile huko Meriba, kama siku za Masa jangwani, Kwa hivyo watu hapa, kile kitu tunawashauri ni mnapoisikia sauti ya Mungu kinena kupitia maandiko matakatifu, ikiwaonya mziache njia zenu mbaya na mumwelekee Mungu na kujiandaa kwa ajili ya ujio wake kwa mara ya pili. Mnaposikia sauti yake msifanye migumu mioyo yenu. Anaposema malaika atakuwa sauti ya malaika, sidhani kuna malaika anatoka mbinguni aje apaze sauti. Anapaza sauti kupitia ujumbe wake. Malaika ni mjumbe, tafsiri. Maana malaika ni neno la Kiebrania tu, lakini kwa Kiswahili ni mjumbe. Mjumbe anaipaza sauti, huyo ndiye anafananishwa na malaika. Kwa hivyo unapotuona tunapata sauti, usije ukatuona kama tunakosa kazi za kufanya au kana kwamba tunatafuta pesa. Hatutafuti pesa, tunafanya kitu hichi. Saidie Marko 16:15 na 16. Tunafanya kitu kimoja tu, hatuji kutafuta umaarufu wala hatuji kutafuta pesa, hatutafuti vitu hivyo. Soma andiko. Anasemaje? Marko 16:15 na 16 inasema, ndio akawaambiaje? Enendeni ulimwenguni kote, mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Kwa hivyo niendee Ezekieli 3:27. Yesu anasema tuenende katika ulimwengu tuhubiri injili kwa kila kiumbe. Atakayeamini na kubatizwa ataokolewa, na yeye asiyeamini asipobatizwa hataokolewa. Vyote viwili vinaambatana kwa pamoja. Uamini, ubatizwe. Uweze ukaamini ukakosa kubatizwa. Uamini, ubatizwe na kisha uokolewe. Lakini usipoamini na usipobatizwa, wewe ni finari jehanamu halidina fiha abadan. Sema andiko. Lakini hapo nitakaposema nawe nitafumbua kinywa chako, nawe utawaambia Bwana Mungu asema hivi, yeye asikiaye na asikie, naye akataaye na akatae. Basi uchaguzi ni huo wako tu, imani ukubali au ukatae. Mungu analazimisha kwamba sheria hii wewe upate sheria hii au upate sheria hii. Amekupa uchaguzi, uamue kutenda mema au mabaya, uamue kumfuata Mungu
au mfuate shetani. Zipo njia mbili tu, uende uzimani au uende motoni, hiyo utachagua wewe. Lakini ujue Yesu anasema watakaouawa watakuwa wengi. Kama ilivyokuwa wakati wa Nuhu, ndivyo itakavyokuwa siku za mwisho, ambazo ndio hizi tulipo sasa. Sisi tutakapoenda kufungua unabii, utaona mahali tulipo sasa. Naomba tuende kwanza kwenye unabii, maana hiyo ilikuwa kama utangulizo. Naomba nisaidie kitabu cha Danieli moja, kitabu cha Danieli moja. Na kama upo hapa, sikiliza kwa makini. Hatuna habari picha, tunaeleza kwa mdomo, kwa na maandishi yaliyoko katika kitabu cha Biblia. Kwa hivyo sikiliza upate kuelewa, ili usije ukasema kwamba ukusikia. Na mahubiri yetu tunahubiri, lengo ni moja tu, uingie katika ujumbe wa malaika watatu ambayo ni safina ya wakati huu. Wakati wa safina Nuhu, watu walipuuza, wakaokolewa nane katika dunia yote. Na sasa hivi pia utakapopuuza wataokolewa wachache, na Yesu amesema wataokolewa wachache. Soma andiko. Inasemaje? Katika mwaka wa 3 wa kumiliki kwake Yoyakimu, katika mwaka wa 3 wa kumiliki kwake Yoyakimu mfalme wa Yuda, Nebukadneza mfalme wa Babeli alikwenda Yerusalemu akausuru. Kwa hivyo unaposikia neno kuusuru ni kuchukua mateka. Mji wa Yerusalemu ulichukuliwa mateka na Nebukadneza mfalme wa Babeli. Sasa usikilize, dunia ilipoanzia na mpaka inapoishia kutakuwa na falme kadhaa, tutaziona hapo. Ujue Yerusalemu ilichukuliwa mateka na Nebukadneza. Tunapozungumzia habari za unabii, ujue kwamba hao watu waliopo ndani ya Babeli waliingiaje, na wao walikuwa Yerusalemu. Sasa nisaidie Nyakati wa Pili 36:15, Nyakati wa Pili 36:15 upate kufahamu. Maana kama usipofahamu hivi vitabu vya Danieli na Ufunuo, hamtakaa mpate kuvisikia katika makanisa yenu ambayo mnaenda siku za Jumapili au wale wanaokwenda Ijumaa. Hamtakaa mpate kusikia mafundisho kama haya. Maana haya wachungaji wakihubiri kama yalivyo, mtakimbia wote kanisani, mumwache peke yake. Lakini kwa sababu wanaona ni makali, anawaambia eti Yesu atakuja kutufunulia siku za mwisho. Yesu anasema heri asomaye naye ayashikaye maneno ya unabii wa kitabu hichi, maana wakati huu karibu. Na sisi tunasoma, sikiliza kwa makini, umwelewe na mchungaji wako ambaye analipwa mshahara. Sema andiko. Inasema naye Bwana Mungu Mungu wa baba zao akatuma kwao mikono ya wajumbe wake. Kwa hivyo Yerusalemu kwanza ni nchi ambayo Mungu alikuwa ameichagua, na manabii walikuwa wameenda huko katika nchi ile. Mungu aliwapenda sana watu wale, lakini wale watu waliasi sheria za Mungu, wakamkosea Mungu. Lakini Mungu alionea huruma, akatuma manabii kama vile anavyotuma kwake leo watumishi wahubiri injili yake. Kwa hivyo wakatuma manabii Yerusalemu ili waende wakahubirie watu waamrudie Mungu pekee wa kweli. Anasemaje? Akiondoka mapema na kutuma kwa sababu aliwahurumia watu wake na makao yake, lakini waliwaziaki wajumbe wa Mungu. Lakini watu wa Mungu walioko Yerusalemu wakawadhihaki wajumbe wa Mungu, kama ilivyo leo. Pale kuna watu wanawadhihaki watumishi wa Mungu. Kwa hivyo hata Yerusalemu walipotumiwa manabii kwao, wakawadhihaki wajumbe wa Mungu na kuyadharau maneno yake, kama ilivyo leo tu. Mambo ni yale yanajirudia. Na kuwacheka manabii wake, hata ilipozidi ghadhabu ya Bwana juu ya watu wake, hata kusiwe na kuponya. Kwa hiyo akaleta juu yao mfalme wa Wakaldayo. Kwa hivyo Mungu akaleta juu ya Yerusalemu mfalme wa Wakaldayo. Inaendelea kusema, anasemaje? Aliyewaua vijana wao kwa upanga nyumbani mwa patakatifu pao. Asiwahurumie kijana wala mwanamali, mzee wala mkongwe. Akatia yote mikononi mwake, na vyombo vyote vya nyumba ya Mungu, vikubwa kwa vidogo,
vikubwa kwa vidogo, na hazina za nyumba ya Bwana, na hazina za nyumba ya Bwana, na hazina za mfalme, na hazina za mfalme, na za wakuu wake wote, na za wakuu wake wote. Vyote ndio pia vikaletwa Babeli, vyote pia wakavipeleka Babeli. Wakaiteketeza nyumba ya Mungu, wakaiteketeza nyumba ya Mungu, wakaubomoa ukuta wa Yerusalemu, wakaubomoa ukuta wa Yerusalemu, wakayateketeza kwa moto majumba yao yote, wakateketeza majumba yote ya Yerusalemu kwa moto, wakaviharibu vyombo vyao vyote vya thamani, wakaharibu vyombo vya Yerusalemu vyote vya thamani. Na wale waliokoka kwa upanga, akawachukua mpaka Babeli, wakawa inasema na wale waliokoka kwa upanga akawachukua mpaka Babeli, wakamtumikia yeye na wanawe hata alipoingia miliki ya Uajemi. Asante. Kwa hivyo Nebukadneza alikuwa mfalme wa Kaldayo, alikwenda Yerusalemu. Tunaposoma kitabu cha Danieli tunasoma ya kwamba Nebukadneza alikwenda Yerusalemu, akausuru, akachukua mateka watu wa Yerusalemu. Watu wa Yerusalemu, tunapozungumza katika kitabu cha Danieli, walichukuliwa mateka wakapelekwa kwenye nchi ya Kaldayo, ambayo nchi hiyo ilikuwa inatawaliwa na mfalme Nebukadneza, mfalme wa Babeli, akiwa anatawala hapo. Kwa hivyo tunapoenda kusoma upate kujua kwamba hawa watu wa Mungu wamefikaje Babeli. Walifika kwa njia hii, walichukuliwa mateka wakapelekwa Babeli. Sasa nisaidie kitabu cha Danieli, tuende kwanza majaribu. Danieli moja mstari wa 8. Danieli wakati wote waliochukuliwa mateka wako Babeli, majaribu yakaanza kuwapata watu wa Mungu wakiwa kule Babeli. Maana katika nchi ya Yerusalemu watu walikula vyakula ambavyo Mungu anakubali na waliishi maisha ambayo Mungu anayapenda. Walikuasi tu wakachukuliwa mateka. Sasa Babeli ni sehemu ambapo kuna machafuko, kuna vitu ambavyo Mungu hapatani navyo, kuna ibada za sanamu, kuna vyakula ambavyo Mungu hapatani navyo. Soma andiko la Danieli 7:8. Anasemaje? Lakini Danieli aliazimu moyoni mwake ya kuwa hatajitia unajisi kwa chakula cha mfalme. Kwa hivyo Danieli alikuwa amewekewa posho ya chakula cha mfalme akiwa Babeli, akaambiwa ale chakula cha mfalme. Lakini Danieli alipoangalia chakula cha mfalme Nebukadneza, akaona chakula kile ya kwamba kinajisi, akila chakula kile anakuwa najisi. Kwa hivyo Mungu akanani nazo. Leo tunaona watu wanakula chochote tu, yaani Babeli ya sasa watu wanakula chochote tu, ili mradi wanaona kwamba kiumizi tumbo. Lakini Mungu alishaviumba vyote, kaumba vyote, ila ameweka utaratibu wa vyakula kuliwa. Alizungumzia mtumishi jana, watu wanakula tu ovyo, yani wanakula vyakula ambavyo hata Mungu hapatani navyo. Mungu ameumba ili watu wasile, ameomba kuna baadhi ya vyakula watu wale na vingine wasile, ingawa ni yeye kaumba vyote. Sasa nisaidie Walawi. Danieli aliona chakula cha mfalme kikiwa najisi. Chakula kikiwa najisi kinakuwa na vyakula gani? Sasa Danieli Walawi 7:11 Walawi anasemaje? Na sheria 7:11 au 11:7 unataka? 11:7 inasema ninaanza na nguruwe. Hebu angalia juu kwanza hapo, nianze ngapi? 6. Anasema anasemaje? Na sungura. Kwa hivyo Mungu aliweka utaratibu wa vyakula na akaweka wanyama hawa mtakula na wanyama hawa hamtakula. Kwa hivyo vyakula ambavyo utakula wewe hazitakuumiza tumbo, vinaumiza akili yako na mwili usipojua tu, ni vile unaishi tu. Lakini unakuta wewe mtu unasahau, mara unaumia miguu, akili inachoka, inavimba, miguu inavimba. Ni vile vyakula unavyokula ambavyo Mungu amesema usile. Una kansa, mtu anapata kansa, anapata dauti, anapata akili inalala na sahau. Ni kula vyakula tu ambavyo Mungu amekataza usile. Sasa wewe unaathirika kiakili ukiona kwamba mwili wako unanenepa
au unakula vizuri, kumbe unajaribu tu akili zako. Soma andiko. Inasema na sungura kwa sababu sungura anacheua lakini hana kwato, yeye ni najisi kwenu. Na nguruwe kwa sababu yeye anazo kwato, ni mwenye miguu iliyopasuka kati, lakini hacheui, yeye ni najisi kwenu. Kwa hivyo nguruwe, sungura si najisi kabisa, lakini hawa watu wa leo wanaita nguruwe mbuzi Katoliki, sio? Cheafaya. Mungu amesema usiwe, kwa sababu huyo ni najisi, hata mizogo yake msiguse. Isaidie 65 anzia mstari wake ni 3, anzia mstari wake ni 2, 65 Isaya. Anasemaje? Anasema nitazameni, mchana kutwa nimenyosha mikono yangu, watu walioasi, watu waendao katika njia isiyo njema, wakifuata mawazo yao wenyewe, watu wanikasirishao mbele ya uso wangu daima, wakitoa zabihu kati ya bustani zao, na kufukiza uvumba juu ya matofali, waketio kati ya makaburi, na kulala katika mahali pao pasiri, walao nyama ya nguruwe, na mchuzi wa vitu vinichukizavyo, huu katika vyombo vyao, watu wasemao, simama peke yako, usinikaribie mimi, kwa maana mimi ni mtakatifu kuliko wewe. Yani kuna watu ambao wanasema wameokoka, Yesu ni Bwana, wameokoka, wakitoka kanisani wanakutana na kahaba au wanakutana na mlevi au kitimoto, wanakula kitimoto. Hao watu wakikutana na watu wanawaambia wewe usinikaribie kwa maana mimi nimeokoka. Lakini mtu anasema ameokoka na anakula kitimoto. Sasa vile ambavyo unakaa mbele za Mungu, hebu sikia. Endelea na andiko hapo. Inaendelea kusema simama peke yako, usinikaribie mimi. Wanasema ameokoka huyo na anakula kitimoto. Kwa maana mimi ni mtakatifu kuliko wewe. Nimeokoka kuliko wewe. Mungu anasema watu hao ni moshi puani mwangu, moto wakao mchana kutwa. Tazameni. Kwa hivyo watu hao wao nakula kitimoto, unakula sungura. Mungu anasema wewe ni moshi puani mwake kwa moto wakao mchana kutwa. 16:16 na 17 Isaya. Anasemaje? Kwa maana Bwana atateta na wote wenye mwili, kwa moto na kwa upanga wake, nao watakaooa na Bwana watakuwa wengi. Ndio watu wale wajitakasao, wanaosema wameokoka na kujisafisha katika bustani, nyuma yake aliye katikati, wakila nyama ya nguruwe, na mchuzi na panya, na vitu na machukizo na panya, watakoma pamoja, asema Bwana. Kwa hivyo wewe unakula nguruwe, unamcheka yule anayekula panya. Yaani mahali anapoingia yule anayekula panya na wewe unayekula nguruwe, mnaingia shimo moja. Na Mungu anasema wote watu kama hao wafu wanasema wameokoka, ni moshi puani mwa Mungu kwa moto wakao mchana kutwa. Danieli aliangalia chakula cha mfalme Nebukadneza, akasema chakula hichi sitakula, ni najisi. Majaribu aliyopata Danieli katika nchi ya Wakaldayo. Sasa tunaposoma hapa Danieli, ujue ya kwamba tunasoma Danieli akiwa katika nchi ya Wakaldayo, ikiwa inaongozwa na Nebukadneza mfalme wa Babeli. Sasa tutaenda nisaidie kitabu cha Danieli 7:1. Twende tu haraka. Danieli 7:1. Katika ukisoma Danieli sura ya 2, kuna Nebukadneza anaotesha ndoto, anaotesha sanamu kubwa. Ile sanamu imegawanyika kwa madini tofauti. Hiyo sanamu inawakilisha falme. Ndoto ya Nebukadneza na ndoto ya Danieli tunaisoma sasa hivi, na ile ya Ufunuo wa Yohana, zote zinaelezea jambo moja, lakini kila mtu kaotesha ndoto kwa namna tofauti. Kwa hivyo tunaposoma hii ya Danieli na Nebukadneza
maelezo yake ni mamoja tu, ndoto moja, ni mamoja tu, hayatofautiani. Kwa hivyo Sadia Danieli 7:1 inasema, anasemaje? Katika mwaka wa kwanza wa Belshaza mfalme wa Babeli, katika mwaka wa kwanza wa Belshaza mfalme wa Babeli, Danieli aliota ndoto. Danieli aliota ndoto na maono ya kichwa chake kitandani mwake. Na maono ya kichwa chake kitandani mwake. Basi akaandika ndoto. Akaandika ndoto. Akatoa habari ya jumla ya mambo hayo. Akatoa habari ya jumla ya mambo hayo. Danieli akanena akisema. Danieli akanena akasema. Naliona katika maono yangu wakati wa usiku. Naliona katika maono yangu wakati wa usiku. Natazama. Hizo pepo 4 za mbinguni. Hizo pepo 4 za mbinguni. Zilivuma kwa nguvu. Juu ya bahari kubwa. Ndipo wanyama wakubwa 4 walio 4 wakatoka baharini. Kwanza sikiliza kwa makini. Hapa upepo ulivuma juu ya bahari kubwa, na ulipovuma wakatoka wanyama wakubwa baharini, na wanyama hao wakiwa na namna ya tofauti. Sikiliza kwa makini, maana huu ni unabii na inabidi usikilize kwa makini, maana usiposikia hakuna mahali pengine katika mahali ulipopazoea kusali utakuja kusikia kitu kama hichi. Mmefungiwa injili hii msihubiriwe, kwa sababu mkihubiriwa injili hii mtafahamu ukweli. Ili msifahamu ukweli, injili hii imefichwa, mnaambiwa mpaka Yesu arudi au mfe ndio kufunulia baadaye. Sisi tunawafunulia, sikilizeni kwa makini, alafu kamwoje mchungaji wako uone kama atakuhubiria kama tunavyokuhubiria sisi, au kama Biblia inavyosema, kama atakuambia kama ilivyosema. Wanyama wakubwa wakatoka baharini. Akiwa na swali aje ulizi, nasema akiwa na maswali atauliza, tunaruhusu. Wote wa namna mbalimbali. Wa kwanza alikuwa kama simba. Naye alikuwa na mabawa ngoja nirudie kusema. Rudia. Wa kwanza alikuwa kama simba. Naye alikuwa na mabawa ya tai. Wa kwanza alikuwa kama simba na alikuwa na mabawa ya tai. Nikatazama hata mabawa yake ikafutuka manyoya. Akainuliwa katika nchi. Akasimamishwa juu ya miguu kwa miguu yake miwili. Kama ya mwanadamu. Naye akapewa moyo wa kibinadamu. Inasema, natazama mnyama mwingine wa pili kama dubu. Naye aliinuliwa upande mmoja. Na mifupa mitatu ya mbavu ilikuwamo kinywani mwake. Nilikuwa kinywani mwa huyu dubu katika meno yake. Wakamwambia hivi, inuka ule nyama tele. Inaendelea kusema, kisha nikatazama na kumbe mnyama mwingine kama chui. Mnyama wangapi? Watatu. Kama chui. Naye juu ya mgongo wake alikuwa na mabawa manne kama ya ndege. Mnyama huyo alikuwa na vichwa vinne. Akapewa mamlaka. Inaendelea kusema, anasemaje? Baadaye nikaona katika njozi za usiku, natazama, ndio mnyama wa 4. Sasa sikiliza, kuna mnyama wa 4 mwenye kutisha, mwenye nguvu, mwenye uwezo mwingi. Naye alikuwa na meno ya chuma, makubwa sana. Ndio alikula na kuvunja vipande na kuyakanyaga mabaki kwa miguu yake. Na umbo lake lilikuwa mbali kabisa na wale wa kwanza. Naye alikuwa na pembe 10. Nikaziangalia sana pembe zake. Natazama pembe nyingine ikazuka kati yao. Kati ya zile 10. Nayo ilikuwa ndogo. Ambayo mbele yake pembe 3 katika zile za kwanza. Katika zile pembe 10, pembe 3 zikang'olewa kabisa. Natazama katika pembe hiyo ndogo mlikuwamo na macho kama macho ya mwanadamu. Na kinywa kilichonena maneno makuu. Inaendelea kusema hapo. Nikatazama hata viti vya enzi vikawekwa. Kwa hivyo sasa hawa ni wanyama 4. Wanyama 4 wanatoka baharini. Wa kwanza alikuwa kama simba, ana mabawa ya tai. Wa pili kama dubu, alikuwa na mifupa ya mbavu mitatu kinywani mwake, naye alikuwa anatoka baharini. Ndio. Wa tatu alikuwa kama chui, alikuwa na mabawa 4
na ana vichwa vinne, naye alikuwa anatoka baharini. Na mnyama wa nne alikuwa na pembe 10, naye alikuwa anatoka baharini. Na mnyama huyu wa nne alikuwa ni mwenye kutisha. Sasa sikiliza, hao wanyama tunasema ni nabii. Wanyama wanawakilisha nini? Kwanza hebu nisaidie Hosea 12:10. Hosea 12:10. Hapa tunaonyeshwa wanyama. Sasa tuulize, hawa wanyama wanawakilisha nini? Maana tumeambiwa ni unabii. Maana unabii hausemi, huwezi ukaenda sehemu yote ukakuta dunia hii kuna simba mwenye mabawa kama ya tai, huwezi ukapata. Haupati. Ukienda kutafuta chui mwenye vichwa vinne na mabawa manne kama ya ndege, hautapata. Ndio. Lakini Mungu anatuonyesha wanyama hawa kwa sababu gani? Soma andiko. Inasema, anasemaje? Tena nimenena na hao manabii. Tena nimenena na hao manabii. Nami nimeongeza maono. Nami nimeongeza maono. Na kwa utumishi wa manabii. Na kwa utumishi wa manabii nimetumia mifano. Kwa hivyo katika hao wanyama Mungu ametumia tu mifano. Kabisa. Hao wanyama ni mifano. Sasa hao wanyama kama ni mifano, hao wanyama wanawakilisha nini? Sasa Danieli 7:17. 7:17 Danieli. Hapa ni mahali ambapo unahitajika usikilize kwa makini. Ukikosa kusikiliza hili, utakaa umjue shetani abadan. Kabisa. Yaani ni motoni utakwenda tu. Umeisha. Na mtumishi wako hawezi kukuhubiria injili hii. Soma andiko. Inasema, wanyama hao wakubwa walio wanne, wanyama hao wakubwa walio wanne ni wafalme wanne. Kumbe ni nini? Wafalme wanne. Kumbe wanyama ni nini? Wafalme wanne watakao tokea duniani. Kwa hivyo ili dunia ifike mwisho itatawaliwa na falme 4 tu. Yaani hazitaongezeka. Zikitoka falme hizi 4, ujue dunia imekwisha. Na katika falme hizi 4 zikiisha, utakuja ufalme gani? Hebu nisaidie Danieli 2:44. Danieli 2:44. Baada ya falme hizi kutakuwa falme 4. Na sasa tupo kwenye falme ya mwisho. Yaani tupo mwishoni. Tupo mwishoni. Na baada ya ufalme huu, falme hizi 4 zinapoendelea kuisha, hebu soma andiko. Inasema, na katika siku za wafalme hao, na katika siku za wafalme hao, Mungu wa mbinguni atausimamisha ufalme, ambao hautaangamizwa milele. Kwa hivyo ufalme ambao utakuja baada ya falme hizi ni ufalme ambao hautaangamizwa milele. Kabisa. Huo ufalme ni Yesu Kristo. Maana hilo ni jiwe ambalo lilionekana kwenye ndoto ya Nebukadneza. Jiwe ni Yesu Kristo. Hebu nisaidie kitabu cha Matendo 4:10. Wasiseme tu tunasema jiwe. Jiwe ni nani? Maana hilo Nebukadneza alileta ndoto, akaota sanamu kubwa. Inaelezea tu habari za ufalme huo. Na ilitokea jiwe lililochongwa bila kazi ya mikono. Likaipiga sanamu, likasambaratisha, na ile jiwe likawa mlima mkubwa likaijaza dunia. Lakini ndoto ya Nebukadneza na ile Danieli inaelezea jambo moja tu la falme hizi 4 zitakazopita. Soma andiko. Inasema, jueni ninyi nyote na watu wote wa Israeli, na watu wote wa Israeli, ya kwamba kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ambaye ninyi mlimsulubisha, na Mungu akamfufua katika wafu, kwa jina hilo mtu huyu amesimama hali mzima mbele yenu. Yeye ndiye jiwe lililozalauliwa. Kwa hivyo jiwe ni nani? Yesu Kristo. Kwa hivyo Yesu ufalme wake utakuwa baada ya falme hizi 4. Baada ya falme 4 kupita, utakuja ufalme wa Yesu Kristo ambao ufalme huo hautaondosha milele. Kabisa. Sikiliza kwa makini. Hakuna mtu atakuhubiria unabii huu kama tunavyokuhubiria. Wanakuambia eti kitabu cha Ufunuo cha Danieli mpaka Yesu arudi au tufe ndio baada yetu je kufunuliwa. Yesu atatuambia mbinguni. Vimeandikwa ili kusudi usome ufahamu njia za shetani. Maana zote hizi zimeandikwa ili ndio kumkataa shetani. Isingeandikwa kama shetani kwa umeshamjua, ili visingeandikwa. Maana vimeandikwa ili uache tu dhambi. Kwa hiyo wanyama wakubwa walio 4. Sasa ufalme wa Babeli ulikuwa unatawaliwa na simba, uliwakilisha ufalme wa simba. Ufalme wa Wamedi na Wajemi uliwakilishwa na dubu. Hatutazungumza kwa sababu hatuko katika falme hizo. Ufalme wa 3 ni wa Wayunani. Yaani hii hata kwenye vitabu vya historia vya shuleni hii inapatikana. Vita vya Wamedi na Wajemi
vyote vinapatikana katika vitabu vya historia vya shule. Kwa hivyo ufalme huo ukapita Wayunani, ulikuwa unatawaliwa na Alexander. Sasa tupo katika ufalme huu wa Kirumi ambao ufalme huu ni wa 4, na ufalme huu tutauzungumzia kwa sababu ndio ufalme ambao tupo sasa kabisa. Na ufalme huu utakapokwisha, maana unaelekea kwisha, utakapokwisha utakuja ufalme mwingine ambao hautaisha, huo utakuwa ni milele. Maana ufalme huu tuliopo sasa ndio ufalme wa Kirumi. Ufalme huu tumeambiwa ana pembe 10. Mnyama huyu ana pembe 10. Hebu nisaidie tuambie kwanza hizi pembe zinawakilisha nini? Maana tumeambiwa kila kitu ni mfano katika unabii kabisa. Sasa pembe zinawakilisha nini? Ndio. Nisaidie Danieli 7:24. Tuangalie zile pembe katika mnyama huyu wa kutisha, mnyama wa 4 ambaye ni mnyama huyu tumeambiwa wanyama ni wafalme. Sasa ufalme huu una pembe 10. Hizo pembe ni nini? Hebu soma hili. Inasema na habari ya zile pembe 10, na habari ya zile pembe 10 katika ufalme huo, wataondoka wafalme 10. Kwa hivyo kapembe ni wafalme kabisa, zinawakilisha wafalme. Kwa hivyo katika ufalme huu wa Kirumi kutakuwako na wafalme wengine, kutakuwa na wafalme 10 wakiwa juu ya ufalme huu wa Kirumi, ndio utawala wa Kirumi. Mataifa yatakuwa 10 juu ya ufalme wa Kirumi. Unisikilize kwa makini, ukikosa kuelewa bora uulize tu, usiniangalie tu au usisikilize tu alafu ukapotezea. Ukiona unakosa kuelewa mahali, uliza, sisi tunakuruhusu ulize. Kwa hivyo katika wafalme hao kuna wafalme 10. Kuna ufalme wa kwanza tutaje. Kuna ufalme wa kwanza unaitwa Ujerumani. Ujerumani umetawala juu ya ufalme huu wa Kirumi. Kuna Hispania umetawala juu ya ufalme huu wa Kirumi. Kuna Uswizi, kuna Ufaransa, kuna Ureno, kuna Italy, kuna Hispania, kuna Vandal, kuna Ostrogoth na kuna Heruli, mataifa 10. Lakini pembe hii ndogo ilipochomoza tukaambiwa kwamba zikaondoka pembe 3. Zikaondoka pembe 3 katika zile pembe 10. Hii pembe ndogo ikaondoa mataifa 3. Mataifa 3 yakaondoka katika kutoa ile pembe ndogo. Kwa hivyo leo tunasikia kuna kitu kinaitwa G7. G7 ni mataifa 7 ambayo yalibaki baada ya kuondosha yale mataifa 3. Yalipoondosha mataifa 3 yakabaki 7. Maana yalipotoka pembe ndogo mataifa 3 yakaondolewa katika yale mataifa 10. Yakaondolewa, ushike hivyo. Kwa hivyo pembe ni wafalme ambao wafalme wanakuwa juu ya utawala wa Kirumi. Mjue hivyo. Na ilipochomoza pembe ndogo, ile pembe ndogo ni mji mdogo wa Vatican. Mji mdogo wa Vatican ulipotokeza, huo Italy, ulikuwa sehemu ya Italy. Lakini ulipotokeza ukaondoa falme 3 ambazo zilikuwa katika zile pembe 10. Kwa hiyo mbaki taifa 7 yakiongozwa na Vatican. Vatican ni nchi ndogo ambayo ni ndogo kuliko nchi zote duniani unaojua wewe, lakini ndio inaongoza na kutawala dunia yote. Iliondoa mataifa 3. Kwa hivyo katika utawala huu wa Kirumi, utawala huu tumeambiwa ni wa kutisha. Wakati ule wa zamani zile watu wa Mungu walikuwa wanauawa na ufalme huu wa Kirumi. Walikuwa wanauawa kwa staili gani? Msomaji? Ndio. Hebu naomba nisaidie kwanza Danieli 8:27. Wewe Danieli alipoona maono ya mnyama huyu, anasema roho yake ilizimia, akaugua siku kadha wa kadha. 8:27 Danieli. Anasemaje? Na mimi Danieli nikazimia, nikaugua siku kadha wa kadha, kisha nikaondoka, nikatenda shughuli za mfalme, nami naliyastaajabia yale maono, ila hakuna aliyeyafahamu. Kwa hivyo Danieli anasema aliyaona maono yale, akazimia siku kadha wa kadha. Sasa Danieli aliona nini? Nisaidie Mathayo 2:16. Danieli anaona katika ufalme huu wa Kirumi Yesu anazaliwa katika ufalme huu. Na katika ufalme huu mfalme wa Kirumi, mfalme aliyekuwa anatawala anaitwa Herode. Alikuwa anatawala katika ufalme huu. Mfalme Herode
anataka kumuua Yesu akiwa mdogo, anataka kumuua. Mamajusi walikwenda kumwangalia Yesu, walipofika kumtazama Yesu wakamwambia, tunataka kumuona mfalme wa Wayahudi Yesu. Lakini Herode kwa sababu alikuwa anatawala, hakuwa anataka kwamba kilitaka kuchukuliwa na mfalme mwingine. Kwa hivyo akawaambia mamajusi, enendeni mkamwangalia mtoto, mkisha muona muje mniambie ya kwamba mmemuona, na mimi niende nikamwone nikamsujudie. Lakini Mungu akawatokea wale mamajusi wasimrudie Herode. Soma andiko. Inasema, anasemaje? Hapo ndipo Herode alipoona ya kuwa amedhihakiwa na wale mamajusi. Ndipo alipoona amedhihakiwa na wale mamajusi, alighadhabika sana. Akatuma watu akawaua watoto wote waume waliokuwako huko Bethlehemu na viungani mwake mote. Kwa hivyo Herode akatuma watu, alipoona ya kwamba mamajusi hawajamrudia, Herode akaghadhabika kwa sababu ameona amedhihakiwa. Akamtuma watu wakawaua watoto wadogo wote waliokuwa sehemu yote katika eneo lile aliyokuwa kitawala mfalme Herode. Watoto wachanga wakauliwa. Inasema, anasemaje? Tangu wenye miaka 2 na waliopungua. Tangu wenye miaka 2 na kupungua, kwa muda ule aliohakikisha kwa wale mamajusi. Kwa muda ule wote aliohakikisha kwa wale mamajusi. Ndipo lipotimia neno lililonenwa na nabii Yeremia. Lilipotimia neno lililonenwa na nabii Yeremia akisemaje? Sauti ilisikiwa Rama. Sauti ilisikika Rama. Kilio na maombolezo mengi. Raheli akiwalilia watoto wake. Asikubali kufarijiwa kwa kuwa hawako. Kwa hivyo leo mtu aje hapa au mfalme au rais atangaze ya kwamba watoto wote wadogo kuanzia wenye miaka 2 na kushuka chini wauawe katika mji huo, basi haya, unafikiri hicho kilio kitakuwa ni kilio cha namna gani? Watu watalia. Kwa hivyo nikatumia neno la kwamba kilio kilisikika Rama, maombolezo, Raheli akililia watoto wake asikubali kufarijiwa kwa sababu wapo wameangamizwa na utawala huu wa Kirumi. Danieli aliona akasema, ufalme huu ni mkali. Nisaidie kitabu cha 3:18 kitabu cha Yohana. 3:18 kitabu cha Yohana. Danieli anaona nabii Yohana amekamatwa, amewekwa gerezani. Yohana Mbatizaji amewekwa gerezani kwa sababu Yohana alimwambia Herode, mfalme alikuwa kutawala, akamwambia Herode, si halali kuwa na mke wa ndugu yako. Maana Herode alimchukua mke wa ndugu yake anaitwa Filipo. Huyo mke akamchukua mke wa ndugu yake. Yohana akamwambia, si halali wewe kuwa na huyo mke wa ndugu yako. Herode alipoona vile akamchukua Yohana akamweka gerezani. Sasa hebu soma andiko msomaji. Yohana 3:18. Amwaminie yeye. Yohana 3:18 anasema hivi. Ndio, Yohana 3. Nisaidie 14:10 kitabu cha Mathayo. 14:10. Kwa hivyo Herode akamweka gerezani Yohana Mbatizaji, na alipomweka gerezani akafanya sherehe na akaahidi kutoa chochote kwa yule mtu ambaye alimburudisha. Siku hiyo Yohana akakata kichwa gerezani. Soma andiko. Anasemaje? Herode akatuma mtu akamkata kichwa Yohana mle gerezani. Hebu anzia juu. Naye mfalme akasikitika. Hebu anzia juu yake tena. Juu. Ngoja tuanzie pale. Tuanzie 3 kabisa. Anzia 3. Au ngoja tuanze 11 kabisa. Tuanze 1. 14:1. Anzia 5. Moja ni mbali sana. Okay, sawa. Tuanze 5. Naye alipotaka kumuua Yohana, aliwaogopa watu. Maana walimuona Yohana kuwa nabii. Hata ilipofika sikukuu ya kuzaliwa kwake Herode, binti Herodia alicheza mbele ya watu akampendeza Herode. Binti Herodia, yani huyo Herodia ni mke wa Filipo, na huyo Filipo ni ndugu yake na mfalme wa wakati huo anaitwa Herode. Na Yohana alikuwa gerezani kwa sababu alimwonya Herode ya kwamba si halali wewe kuwa na mke wa ndugu yako. Kwa hiyo akamweka gerezani. Anasemaje? Hata ilipofika sikukuu ya kuzaliwa kwake Herode. Binti Herodia alicheza mbele ya watu wote akampendeza Herode. Binti Herodia akacheza mbele ya watu wote akampendeza Herode. Hata akaahidi kwa kiapo ya kwamba atampa lolote atakaloliomba. Kwa hivyo Herode akaahidi ya kwamba kwa kiapo akaahidi ya kwamba
atampa mtoto wa Herodia chochote kile atakachokiomba, kwa sababu amemfurahisha katika kucheza kwake. Naye huko akichochewa na mamaye. Kwa hivyo yule mtoto wa Herodia akamchochea mwanaye, akamchochea akamwambiaje? Akasema, nipe hapa katika kombe kichwa cha Yohana Mbatizaji. Kwa hivyo yule mke wa Filipo ambaye Herode alimchukua, akamwambia mwanaye, mwambie, kwa sababu amekuomba, amekwambia atakupa chochote, mwambie akupe katika sinia kichwa cha Yohana Mbatizaji. Inasema naye mfalme akasikitika. Mfalme akasikitika, lakini kwa ajili ya viapo vyake, kwa ajili ya wale walioketi chakulani pamoja naye, akaamuru apewe. Akatuma mtu akamkata kichwa Yohana mle gerezani. Kwa hivyo Yohana akauawa katika ufalme huu wa Kirumi. Inaendelea kusema kichwa chake kililetwa katika kombe, akapewa yule kijana, akakichukua kwa mamaye. Kwa hivyo Yohana Mbatizaji akakatwa kichwa katika ufalme huu wa Kirumi. Huu ufalme wa Kirumi wanasema ni wakutisha, unakula dunia yote na kukanyaga mabaki kwa miguu yake. Yohana Mbatizaji akauawa. Yesu akahubiri Injili. Alipohubiri Injili, tena watu wa kanisa kabisa, makuhani, hebu nisaidie 11:48 Yohana Injili. Makuhani kabisa, watu wa kanisa wakaogopa, kwa sababu ufalme ule mdogo ulipotoka uliondoa nchi 3 ziliondolewa zikafungwa kabisa kwenye uso wa dunia. Kwa hivyo mataifa hao walipoondoshwa na hawa Wayahudi, wakaogopa taifa lao lisije likaondolewa na Warumi. Wakasemaje? Sema ndiko. Inasema tukimwacha hivi, wakasema tukimwacha Yesu hivi, watu wote watamwamini Yesu, na Warumi watakuja, watatuondolea mahali petu na taifa letu. Kwa hivyo wakaogopa, kwa sababu Rumi iliondoa mataifa 3 katika yale mataifa 10 yaliyokuwa chini ya utawala wake. Kwa hivyo hao wakaogopa, wakasema na sisi tusije tukaondolewa taifa letu na mahali petu, kama wale walivyoondolewa mataifa yao kwa kukubali Injili ambayo haipatani na Roma. Kwa hivyo wakasema tumuue Yesu ili kusudi tuondolewe sehemu yetu na taifa letu. Wakamuua Yesu, wakampigia msalabani. Nisaidia kitabu cha Matendo 12:1. Haya ni mambo ambayo yalitendeka wakati huo. Danieli akaona watu wa Mungu wanayopitia. Yesu Kristo anakuja na uwawa, wanafunzi na mitume wanauawa. Ndio ufalme huu wa Kirumi, ndio utawala wa Ibilisi, utawala wa Shetani. Maana ufalme wa Kirumi unaongozwa na Shetani, hauongozwi na Mungu, unaongozwa na Shetani. Inasema, sio unasemaje? Panapo majira yale Herode mfalme akanyosha mikono yake kuwatenda mabaya baadhi ya watu wa kanisa. Kwa hivyo Herode akanyosha mkono wake akawatenda mabaya watu wa kanisa. Anasemaje? Akamuua Yakobo ndugu yake Yohana kwa upanga. Kwa hivyo Yakobo akauawa kwa upanga, akatwa kichwa. Na akiona ya kuwa imewapendeza Wayahudi, akaendelea akamshika na Petro. Siku hizo zilikuwa siku ya mikate isiyochachwa. Alikwisha kumkamata, akamweka gerezani, akamtia mikononi mwa vikosi 4 vya askari wanne. Kwa hivyo Petro akakamatwa, akawekwa gerezani. Filipo akakatwa kichwa. Kwa hivyo ufalme huu wa Kirumi ukawatenda mabaya watu wa kanisa. Anasema Herode akamtenda mabaya watu wa kanisa. Ni juu ya ufalme huu wa Kirumi, na ndio unaelekea kuisha sasa. Yesu atarudi katika ufalme huu. Msaidie 7:54 kitabu cha Matendo ya Mitume. Haya ambayo yametendeka, haya yalitendeka, watu wa Mungu walikuwa wanauawa kimwili, wanauawa kwa kukatwa vichwa, wanauawa kwa kuteswa, kwa kugongolewa misalabani, na ufalme huu wa Kirumi ambao ndio sisi tupo. Kwa hiyo muone tu tunapoenda kumalizia, mtalijua ufalme wa Kirumi unafanya nini nyakati za saa hizi. Soma andiko. Inasema basi waliposikia maneno haya, wakachomwa mioyo yao, wakamsagia meno. Ufalme wa Kirumi, Wayahudi wakachomwa mioyo yao, wakamsagia meno. Lakini yeye akijaa Roho Mtakatifu, lakini Stefano
akiwa amejaa Roho Mtakatifu, akakaza macho yake akitazama mbinguni, akaona utukufu wa Mungu na Yesu akisimama upande wa mkono wa kuume wa Mungu. Kwa hivyo akaona utukufu wa Mungu na akaona Yesu amesimama upande wa kuume wa mkono wa Mungu. Akasema, Stefano akasemaje? Tazama, naona mbingu zimefunguka, na mwana wa Adamu amesimama mkono wa kuume wa Mungu. Wakapiga kelele kwa sauti kuu, wakaziba masikio yao, wakamrukia kwa nia moja, wakamtoa nje ya mji, Stefano, wakampiga Stefano kwa mawe. Inasema nao mashahidi wakaweka nguo zao miguuni pa kijana mmoja aliyeitwa Sauli. Ndio, wakampiga kwa mawe Stefano, naye akaomba akisema, Bwana Yesu, pokea roho yangu. Akapiga magoti, akalia kwa sauti kuu, Bwana usiwahesabie dhambi hii. Akiisha kusema haya akalala. Stefano akauawa na ufalme wa Kirumi huu ambao tuko sasa. Yeyote ambaye alimhubiri Kristo katika ufalme huu wa Kirumi aliuawa katika mwili. Lakini tunaona ndoto ya Danieli, wanyama ni ufalme. Sasa nisaidie kitabu cha Yohana tuonyeshe nao watu wa kwamba huu ufalme nyakati hizi unauaji watu. Maana sasa hivi tunavyozungumza watu wamekwisha kuuawa, wamekasoro tu kupelekwa makaburini, wanatembea tu, lakini walisha kufa, wamekubali tu kupelekwa makaburini, wanauawa kiroho. Soma maandiko. Yohana ngapi? Nisaidie Ufunuo wa Yohana 13 mstari wa kwanza. Anasemaje? Kisha nikaona mnyama akitoka katika bahari, mwenye pembe 10, na vichwa 7, na juu ya pembe zake ana viremba 10, ndio, na juu ya vichwa vyake majina ya makufuru. Yule mnyama nilimuona alikuwa na mfano wa chui. Na yule mnyama, sikiliza, wakati wa Danieli tumesema mnyama wa kwanza alikuwa kama simba, wa pili kama dubu, wa tatu kama chui, na wa nne ni mnyama mwenye pembe 10. Sasa huyu mnyama wa Ufunuo wa Yohana naye ana tabia zile, anafanana na wanyama wale wanne wote. Soma andiko. Inasema na yule mnyama nilimuona alikuwa mfano wa chui, na miguu yake ilikuwa kama miguu ya dubu, na kinywa chake kama kinywa cha simba, Yule joka akampa nguvu zake, na kiti chake cha enzi na uwezo mwingi. Kwa hivyo huyu mnyama ambaye tunamwona, tumesema mnyama ni ufalme. Na huyu mnyama ambaye tunamwona katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana, mnyama huyu ana sifa zile za wanyama wanne waliokuwa kwenye kitabu cha Danieli ile sura ya 7. Kwa hivyo mnyama huyu ana sifa zile za mnyama yule. Lakini mnyama huyu tunaona kwamba joka amempa nguvu zake na kiti chake cha enzi. Huyo joka ni nani? 12:9 Ufunuo. Inasema yule joka akatupwa, yule mkubwa nyoka wa zamani, aitwaye Ibilisi. Aitoe nani? Ibilisi na Shetani. Kwa hivyo yule Ibilisi na Shetani akampa mnyama huyu nguvu zake na kiti chake cha enzi. Kwa hivyo tunapozungumza sasa, utawala huu wa Kirumi unachukua nguvu zake kutoka kwa Shetani, na Shetani ameupa ufalme huu kiti chake cha enzi, kipo duniani. Kwa hivyo tunaposema dunia hii kuna kiti cha enzi cha Shetani na kuna kiti cha enzi cha huyu mnyama. 2:13 Ufunuo. Kiti cha enzi cha Shetani na kiti cha enzi cha mnyama kipo katika dunia hii. Anasemaje? Na pajua ukaapo, ndipo kwenye kiti cha enzi cha Shetani. Pana kiti cha enzi cha nani? Shetani. Kwa hivyo Shetani katika 13 amempa joka kiti chake cha enzi, amempa mnyama kiti chake cha enzi. Kwa hivyo leo tupo katika dunia ambayo kuna kiti cha enzi cha Shetani na kiti cha enzi cha ufalme wa Kirumi. Vipo viwili tu, na mbinguni kuna viti viwili. Maana Shetani anafanya kopi, kile ambacho Mungu anakifanya
yeye anakifanya kinyume chake, kwa sababu amesema atakwenda kinyume chake aliye juu. Mbinguni kuna kiti cha enzi. Isaia 22:1 inasema kisha akanionyesha mto wa maji ya uzima, kisha akanionyesha mto wa maji ya uzima, mwenye kung'aa kama bilauri, mwenye kung'aa kama bilauri, kutoka katika kiti cha enzi cha Mungu na cha mwana kondoo. Kwa hiyo kuna kiti cha enzi cha nani? Cha Mungu. Na cha nani? Mwana kondoo. Kwa hivyo mbinguni kuna viti vya enzi viwili, cha Mungu na cha mwana kondoo. Na duniani kuna viti vya enzi viwili, cha shetani na cha Rumi. Ujue hivyo. Sasa huyu mnyama anachukua nguvu zake kutoka kwa shetani. Sasa huyu mnyama anabeba mwanamke. Wakati wa zamani alikuwa akiwaua watu kwa kuwagongelea msalabani na kwa kuwachoma moto, kwa kuwaua kwa kupiga upanga, kwa kuwakata vichwa. Lakini wakati huu watu wanauawa kiroho. Hapo unatakiwa kusikiliza kwa makini, maana sasa hivi watu wamekwisha kuuawa kiroho baada ya kupelekwa tumbo kaburini. Na bora uawe kimwili kuliko kuuawa kiroho. Ukifa kuuawa kiroho, wewe ukija kufufuliwa siku ya mwisho ni motoni moja kwa moja. Kwa hivyo sasa hivi watu wameuawa kiroho. Saidie 17 Ufunuo anzia mstari wa 3 inasema, maana mnyama huyu mwenye vichwa 7 atabeba mwanamke. Tukaangalia na mwanamke ni nani? Inasema kwa mujibu wa unabii. Soma andiko. Akanichukua katika roho hata jangwani. Nikaona mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu sana. Mwenye kujaa majina ya makufuru. Mwenye vichwa 7 na pembe 10. Mnyama huyo mwenye vichwa 7 na pembe 10. Na mwanamke yule alikuwa amevikwa nguo ya rangi ya zambarau. Na nyekundu. Amepambwa kwa dhahabu na kito cha thamani. Na lulu. Naye alikuwa na kikombe cha dhahabu mkononi mwake. Kilichojaa machukizo na machafu ya uasherati wake. Na katika kipaji cha uso wake alikuwa na jina limeandikwa. Ana jina la siri limeandikwa. Na katika kipaji cha uso wake anasemaje? Na katika kipaji cha uso wake alikuwa na jina limeandikwa la siri. Babeli mkuu, mama wa makahaba na machukizo ya nchi. Kwa hivyo Babeli mkuu, mama wa makahaba na machukizo ya nchi. Kwa hivyo mnyama tumemwona katika Ufunuo 13 mwenye vichwa 7 na pembe 10. Tunamwona katika kitabu cha Ufunuo 17 anambeba mwanamke, na mwanamke yule alikuwa na kikombe cha dhahabu mkononi mwake. Hicho kikombe cha dhahabu kimejaa machafu ya uasherati wake. Mwanamke huyo akienda kufanya uasherati, ule uchafu anaweka katika kikombe chake, anawapea watu wanywe. Ule mwanamke anayeitwa kahaba kwa mujibu wa Biblia. Biblia inapozungumzia mwanamke kahaba inazungumzia mwanamke wa namna gani? Naomba nisaidie Ezekieli 16:32. Mwanamke kahaba ni mwanamke wa aina gani? Soma andiko. Anasemaje? 16:32. Ezekieli. Mwanamke kahaba. Mke wa mtu azinie. Akaribishaye wageni badala ya mumewe. Kwa hivyo ili uwe mwanamke kahaba ni uachane na mume, au wewe uko na mume wako lakini unaenda kwa wanaume wengine, wewe ni mwanamke anaitwa kahaba. Kwa hivyo tumeambiwa yule ni mama wa makahaba. Akiwa mama wa makahaba, maana yake ana watoto ambao amewazaa, mama wa makahaba. Na maana watoto nao wanaitwa makahaba. Kwa namna gani? Nisaidie 16 hapo 44. Anasemaje? Tazama, kila mtu atumiaye mithali atatumia mithali hii kinyume chako. Kila mtu atumiaye mithali atatumia mithali hii kinyume chako. Akisemaje? Kama mama ya mtu alivyo, ndivyo alivyo binti yake. Leo katika habari za kimwili za kibinadamu, ukimwona mtoto ana tabia za kimalaya, ukimwona mtoto anavaa mavazi ya kikahaba, umwangalie mama yake naye ndio hivyo
maana kama alivyo mtoto ndivyo alivyo mama yake. Kama mama ana maadili mazuri, anavaa vizuri kwa heshima. Kama mama ana maadili mazuri, anavaa kwa heshima, hata mtoto wake atavaa vizuri kwa maadili, kwa maana mama ndiye anayemfundisha mtoto. Ukimwona mtoto anavaa nusu uchi, anavaa vinini, ukimwona mtoto anasuka marasa, anayaachia mgongoni, ukimwona mtoto anapaka marangi usoni, muangalie mama yake naye hivyo hivyo. Kwa hivyo Biblia inasema kama mama ya mtu alivyo ndivyo alivyo binti yake. Kwa maana mama kahaba anazaa kahaba, mama akiwa kahaba hazai mtakatifu, wala mtakatifu hazai kahaba, hivyo ujue. Kwa hivyo sasa, mwanamke ndani ya Biblia anawakilisha nini? Msaidie Efeso 5:25. Mwanamke ndani ya Biblia anawakilisha nini? Maana Mungu ametumia mifano ambayo ipo hai ili kusudi upate kuelewa. Mfano ambao anaotoa katika ulimwengu huu ambayo ni mfano inaendana kabisa na kile tunachozungumzia, upate kuelewa. Soma andiko 5:25 wa Efeso. Inasema, anasemaje? Enyi waume, wapendeni wake zenu, kama Kristo naye alivyolipenda kanisa. Soma 32. Inasema, anasemaje? 32 inasema, siri hiyo ni kubwa. Kwa hivyo kumpenda mwanamke kama vile Kristo alivyolipenda kanisa, siri hiyo ni kubwa. Ila mimi nanena habari ya Kristo na kanisa. Kwa hivyo Paulo anapozungumzia, hazungumzia habari ya mwanamke hawa kawaida tunaowaona, anazungumzia habari ya kanisa. Kwa hivyo mwanamke katika unabii anawakilisha kanisa. Kwa hivyo kuna kanisa linaitwa Babeli Mkuu, mama wa makahaba na machukizo ya nchi, na kanisa hilo limepambwa kwa utajiri, kwa dhahabu na vitu na nguo za kizambarau na nyekundu na kitu cha thamani, na ana kikombe cha dhahabu mkononi mwake. Anaitwa Babeli Mkuu, mama wa makahaba. Kwa hivyo huyu mnyama ambaye katika ufalme wa Kirumi ambao amebeba mwanamke, maana yake mnyama anabeba mwanamke. Taifa linakufungua kanisa, maana ufalme wa Kirumi ukafungua kanisa, na kanisa hilo likaitwa Roman Catholic. Roman ni kanisa la Kirumi ambalo lilifunguliwa na utawala huu wa Kirumi. Usome ujue hivyo. Kwa hivyo unapoingia katika kanisa hili, ujue unaingia kwenye kanisa ambalo ni la utawala wa Kirumi, na huu utawala wa Kirumi unatoa nguvu kutoka kwa shetani. Unajua, usikie tu tabia zilizopo humo, afu angalie na tabia za kwenye Biblia inavyosema, uone. Hili kanisa limefunguliwa na Kirumi. Nisaidie Danieli 7:25. Uone kanisa hili baada ya kufunguliwa vile ambalo linafanya. Wafu wote wanajaa humo ndani ya hilo kanisa. Linaitwa Babeli Mkuu, mama wa makahaba. Kwa nini? Ndio tunalifungua sasa. Soma andiko. Inasema, naye atanena maneno kinyume chake aliye juu. Kwa hivyo baada ya kufungua kanisa ili kuwaua watu wa Mungu wanauawa kiroho, atanena maneno kinyume chake aliye nani? Aliye juu. Naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu. Aliye juu. Naye ataazimu kubadili majira na sheria. Kubadili majira na nini? Na sheria. Kubadili majira na sheria. Kwa hivyo watu, Mungu ameweka sheria zake ndani ya Biblia, na akasema mtu asibadili neno lolote wala kuongeza neno lolote, kwa mujibu wa Ufunuo 22:18. Asiongeze neno wala kupunguza. Lakini ufalme huu wa Kirumi umefungua kitabu kingine kinaitwa Katekisimu. Hii Katekisimu imeandika sheria nyingine za Mungu tofauti na Biblia, na hizi sheria watu wanazifuata. Ukizifuata sheria hizo zilizoko ndani ya Katekisimu, wewe unakwenda kwa shetani moja kwa moja. Yaani huu ni mlango wa kwenda kwa shetani moja kwa moja. Usije ukasema eti unaenda unabeba Biblia yako unaingia humo, eti unaingia kwa Mungu. Unaingia kwenye mlango wa kwenda kwa shetani, kwa sababu amri za Mungu zimebadilishwa huko. Wakatoa amri ya pili ya kuchonga sanamu. Amri ya kuchonga sanamu wakaiondoa. Hebu nisaidie Kutoka 20
mstari wake wa 4. Usichonge sanamu. Inasema usijifanyie sanamu ya kuchonga. Usijifanyie sanamu ya nini? Ya kuchonga. Wala mfano wa kitu chochote kilicho duniani. Wala mfano wa kitu chochote kilicho mbinguni. Wala kilicho duniani. Wala kilicho majini chini ya dunia. Wala kilicho majini chini ya dunia. Usivisujudie wala kuvitumikia. Kwa hivyo Mungu akasema usichonge sanamu ukaifananisha na kitu chochote kilichopo mbinguni wala kilichopo duniani wala kwenye maji chini ya dunia. Usikilize kwa makini. Lakini wakachonga sanamu. Mungu kasema usichonge, wao wakachonga sanamu. Kwanza wakaifananisha na Maria ambaye alishakufa. Hiyo kosa la kwanza. Maana amesema usichonge ukaifananisha na kitu chochote kilichopo chini duniani. Wakachonga wakaifananisha na Yesu ambaye yuko mbinguni, na Biblia imesema usichonge sanamu ukaifananisha na kitu chochote kilichopo juu mbinguni, kwa sababu amesema atanena maneno kinyume chake aliye juu. Watu wanafundishwa amri za kwenye katekisimu, lakini hawafundishwi amri zilizoko ndani ya Biblia. Leo ukimfuata Mkristo katika kitabu cha Mathayo, kuna Makristo, hebu nisaidie 20 Mathayo. Kuna Makristo, Wakristo wanaitwa Wakristo wa uongo. Sikiliza Wakristo wa uongo vile wanavyokuwa. 20 Mathayo. Watu wanaingia kwenye kanisa lakini hawajui kanisa mwanzo wake ni nini au linaishia wapi. Utawala huu ambao tupo ni utawala wa mwisho ambao ni utawala wa Kirumi, na baada ya utawala huu utakuja ufalme mwingine. Mungu anasema atafanya dunia mpya na mbingu mpya, ambapo hapo utawala utakuwa ufalme wa Yesu Kristo. Huo hautaondosha milele, lakini huu utaondoka na ufalme ulioko. Soma andiko. Inasema maana walitokea makristo wa uongo. Kwa hivyo hao makristo ambao ni wa uongo, leo ukamfuata Mkristo ukamwambia eti nifungulie amri za Mungu zilizopo ndani ya Biblia, abadan hawezi, kwa sababu hajui zinapatikana wapi. Lakini ukimwambia nifungulie amri za kwenye katekisimu atakufungulia. Kwa nini? Kwa sababu wanafundishwa amri hizi tangu wakiwa watoto wadogo. Yesu anasema Injili isipomuingia mtoto mdogo, isipokuingia ukiwa mdogo, ukiwa mkubwa haiwezi kukuingia kamwe. Na ndio maana Yesu anasema wataokolewa wachache tu. Mtoto mdogo ni mtu ambaye anaelewa zaidi kuliko mtu mzima. Unapomfundisha anaelewa zaidi kuliko mtu mzima. Kwa hivyo wanafundisha tangu watoto wadogo mpaka wanakuwa watu wazima, wanazijua amri tu za kwenye katekisimu, hawazijui amri za kwenye Biblia. Na amesema shetani atanena maneno kinyume chake aliye juu, na ameingia kanisani. Ananena maneno kinyume chake aliye juu, na watu wanaingia humo. Akabadilisha sheria ya Mungu ya kutoka ile sheria ya 7 ya kuabudu katika siku ya 7, akaipeleka katika siku ya kwanza. Watu wakaacha kuabudu katika siku ya 7, wanaabudu katika siku ya kwanza. Mmoja atakuja kumfundisha, mwalimu atakuja kufundisha somo la Sabato, atawaonyesha vile ambavyo shetani alivyobadilisha, na wale wao waabudu katika siku ya Jumapili badala ya kuabudu katika siku Mungu ambaye ameagiza. Waarabu wanasema fi nari jahannam khalidina abadan. Hiyo ni motoni moja kwa moja. Kwa hiyo kanisa hili linakwenda kinyume chake aliye juu, linabadili majira na sheria. Jana tulizokokotoa hapa tukasema majira yamebadilishwa, watu wanaenda kwenye mfumo wa 6-6. Kwa namna gani? Saa zao zikisema 1 zikiandika 7, wao wanasema eti ni saa 1, hiyo ni asubuhi. Saa imeandika 7, wao ukimuuliza anasema ni saa 1. Ukimwambia kwa nini, anasema eti ni masaa ya Kiingereza. Tunasema ni Kiingereza gani ambacho eti 7 ile 1? Ile Kiingereza cha wapi hicho? Msomaji. Ndio. Kuna Kiingereza ambacho eti 7 inakuwa 1. Hakipo. Hicho ni Kiingereza cha Babeli, cha shetani anachokupoteza nacho wewe usijue. Hakuna saa inayosema eti 7 inaandika 7 alafu unasema ni saa 1. Hicho ni Kiingereza cha shetani ambacho anataka wewe upotee. Maana hapo ndipo tunakwenda katika mfumo wa 6-6 pasipo kujua. 6-6, hebu nisaidie Wathesalonike wa pili. Waefeso 6:12. Tunapozungumzia mfumo 6-6, alama ya mnyama si kana kwamba utabandikwa usoni eti ubandikwe hapa uonekane, au katika mkono, au ubandikwe chipu au nembo. Biblia inapozungumza
mambo ya sita sita. Kuna muhuri wa Mungu na muhuri wa Shetani. Hayo ni mambo ya nini? Hebu soma Efeso 6:12. Inasema, kwa maana kushindana kwetu sisi. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama. Si juu ya damu na nyama. Bali ni juu ya falme. Bali ni juu ya falme na mamlaka. Na mamlaka. Juu ya wakuu wa giza hili. Juu ya wakuu wa giza hili. Juu ya majeshi ya pepo wabaya. Juu ya majeshi ya pepo wabaya. Katika ulimwengu wa roho. Katika ulimwengu wa nini? Wa roho. Katika ulimwengu wa nini? Wa roho. Kwa hivyo Biblia inapozungumzia mambo ya sita sita, haizungumzii kwamba tutabadilika hivi katika appearance ya ule mwili. Mambo ya kiroho, inazungumzia mambo ya kiroho. Kwa hivyo utagongwa chapa ya mnyama kiroho, na ukidhani kwamba unakimbia nembo au chipu au sijui laini au sijui nini kwa kwenye mtandao, hebu useme ni 666, unakimbia hivyo, lakini unakuwa umeshagongwa moyoni mwako katika roho. Mambo ya roho inazungumza. Kwa hivyo watu wanaenda katika mfumo wa sita sita. Saa ikisema, saa ikiandika 7, wao kasema ni 1. 7 ukitoa kwa 1 inabaki ni 6. 6 ni namba ya Ibilisi. Ikifika 70 ikaandika 8, wao kasema ni 70 na imeandika 8. 8 ukitoa 2 inabaki 6. Yote yako hivyo. Hata saa 3 inaandika 9. 9 ukitoa 3 inabaki 6. Ni mfumo hivyo. Akabadili majira, akabadilisha na sheria za Mungu. Sasa sheria za Mungu zilizopo ndani ya Biblia zinaenda kwenye ibada. Ndani yake kuna ibada. Itakapobadilishwa, ibada inaenda kwa Shetani, kwa maana Shetani anataka kuabudiwa pia kama anavyoabudiwa Yesu Kristo. Yesu anaabudiwa na Mungu anaabudiwa, na Shetani naye anataka kuabudiwa. Kwa hivyo amri za Mungu zikipindishwa, basi ujue ya kwamba ibada yako inakwenda kwa Shetani moja kwa moja, haiendi kwa Mungu. Sasa kanisa hili lina kiongozi pale Vatican, pana kiongozi. Hebu nisaidie katekisimu hiyo, nisaidie katekisimu kwanza, nisaidie Wathesalonike wa pili 2 mstari wa 3. Wathesalonike wa pili 2:3. Nisikilize, tunasema kwa ushahidi, wala tuseme maneno yetu. Sikiliza tabia zilizopo ndani ya hili kanisa la Kirumi. Maana hili kanisa la Kirumi, kuna nchi ya Kirumi, hili kanisa lake. Utawala wa Kirumi umefungua kanisa. Unapoona mwanamke amepambwa kwa dhahabu, ina maana kanisa hili ni ule utajiri wake. Dhahabu inawakilisha ule utajiri. Maana kanisa hili ni tajiri kuliko makanisa yote duniani. Hakuna kanisa tajiri kama hili. Linapeleka misaada popote pale, lakini limefunuliwa ya kwamba ni kanisa kahaba. Soma andiko. Inasema, mtu awaye yote asiwadanganye kwa njia yoyote. Asiwadanganye kwa njia yoyote. Maana haiji usipokuja kwanza ule ukengeufu. Akafunuliwa yule mtu wa kuasi. Mwana wa uharibifu. Yule mpingamizi. Ajinuaye nafsi yake juu ya kila kiitwacho Mungu. Kwa hivyo kuna mtu ambaye mtu wa kuasi anajiinua nafsi yake kwa kile kiitwacho Mungu, ama kuabudiwa. Hata yeye mwenyewe uketi katika hekalu la Mungu, akijionyesha nafsi yake kana kwamba ni Mungu. Kwa hivyo kuna mtu ambaye anakaa kanisani, na akikaa kanisani anajiita kana kwamba yeye ni Mungu. Anajiona kana kwamba ni Mungu. Ukienda pale Vatican kwa Baba Mtakatifu, unakwenda kumuinamia, lazima umuinamie. Baba Mtakatifu ni jina la nani? Nisaidie. 17:11 kitabu cha Yohana Injili. Baba Mtakatifu ni jina la nani? Kwa hivyo kuna mtu wa kuasi ambaye anatumia jina la Mungu, akijiona kana kwamba yeye ndiye Mungu, na anakaa kanisani. Leo tukisema ni nani anakaa kanisani, ofisi yake na mahali anapoishi ni kanisani, na anataka abudiwe. Huyo ni Baba Mtakatifu. Sema andiko. Inasema, wala mimi simo tena ulimwenguni. Lakini hao wamo ulimwenguni. Nami naja kwako. Baba Mtakatifu. Kwa hivyo Baba Mtakatifu ni jina la nani? La Mungu. Jina la nani? La Mungu. Soma katekisimu ukurasa wa 50. Hiyo blue. Ukurasa wa 50. Ukurasa wa 50 kifungu cha 103. Katekisimu sura ya 50.
ukurasa wa 50 kifungu cha 103 inasema Baba Mtakatifu ni nani? Baba Mtakatifu ni nani? Baba Mtakatifu ni mrithi wa mamlaka ya Mtakatifu Mtume Petro. Ni mrithi wa mtakatifu wa mamlaka ya Mtume Petro. Ni askofu wa Roma. Ni askofu wa Roma. Kwa hivyo Baba Mtakatifu kwa mujibu wa katekisimu, Baba Mtakatifu ni nani? Papa. Ambaye ni askofu wa Roma. Ni askofu wa Roma, si ndio? Kwa hivyo Baba Mtakatifu kwa mujibu wa katekisimu ni askofu wa Roma. Biblia, Baba Mtakatifu ni jina la nani? Mungu. Baba Mtakatifu kwa Biblia ni nani? Mungu. Kwa katekisimu ni nani? Papa. Kwa hiyo nisaidie kitabu cha Mathayo. Mathayo 23:9. 23:9. Usikie vile Yesu alisema, maana alishasema toka mwanzo, lakini watu kwa sababu wanasubiri kuhubiriwa tu, hawataki kusikiliza, hawataki kusoma Biblia. Anasemaje? Wala msimwite mtu baba duniani. Wala msimwite mtu nani? Baba duniani. Lakini si kuna mtu anaitwa baba duniani? Baba Mtakatifu. Si kuna mtu anaitwa Baba Mtakatifu? Ndio. Yesu anasema msimwite mtu baba duniani. Maana baba yenu ni mmoja. Aliye wapi? Kwa hivyo tuna baba mmoja aliye wapi? Mbinguni. Baba Mtakatifu ni jina la nani? Kwa mujibu wa Biblia, si ndio? Lakini hichi kitabu cha pembeni hichi, imagine wanafundisha tangu wakiwa watoto wadogo mpaka wanakuwa watu wazima, wanafundishwa kitabu cha katekisimu, wanashika